Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo leo vimeibua mijadala mingi huko mitandaoni ni tukio ambalo amelifanya msanii ambaye alikuwa katika record label ya Konde Music Worldwide, yani Konde Gang. Hapa bwana tunamzungumzia msanii anayekwenda kwa jina la Ibra. Kama unavyoelewa ni kwamba Ibra bwana alikuwa ni mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa katika record label hiyo, na pia vile vile basically ni kwamba ukifuatilia vizuri basi utagundua kwamba kutoka katika record label hiyo ya Konde Gang ni kwamba kuna wasanii wawili tu ndio waliotambulishwa kutoka mtaani moja kwa moja kwa Watanzania kupitia record label hiyo. Kwa maana ya kwamba wasanii wengine ambao walikuwepo katika record label hiyo ni wasanii ambao tayari walikuwa wana majina, walikuwa wanajulikana, lakini baada ya kujulikana ndio wakapewa tena nafasi ya kuwa moja kati ya watu ambao kujiunga, walikuwa wakapewa nafasi ya kujiunga katika record label hiyo. Ukiangalia msanii kama vile Chidi au Kili pamoja na Country Boy, wote hawa walikuwa tayari wana umaarufu, lakini pia wakapewa nafasi kujiunga katika record label ya Konde Music Worldwide. Lakini ukizungumzia zao la Konde Gang bwana, basi hapo moja kwa moja utamtaja Angela na Ibra. Hawa ni wasanii ambao walikuwa hawana umaarufu, lakini wamepata umaarufu kupitia record label hiyo ya Konde Music Worldwide. Sasa kama unavyoelewa ni kwamba wote hao wamejitoa, lakini kujitoa kwa Ibra kidogo kumeibua mjadala mzito, maana hawakutoka kiroho safi. Ni kwamba Ibra bwana ametoka pale kwa ngori, kwa shari, kwa maneno mengi. Bwana wametoboleana mpaka siri, baadhi ya vitu ambavyo huenda haikuwa jambo la busara sana kufahamika kwa wadau wengine nje ya record label hiyo, lakini ndio hivyo tena, mambo yakawa bayana. Sasa tokea Ibra alivyojitoa katika record label ya Konde Music Worldwide, tukaona tukio ambalo lililofuata pale ni kwamba Ibra aliachia nyimbo yake ambayo ilikuwa ni moja kati ya nyimbo kali sana, na hata Diamond Platnumz mwenyewe aliitumia baada ya kuposti baadhi ya picha ambazo alikuwa ameziweka katika kurasa wake wa Instagram. Tunazungumzia nyimbo ya Copy and Paste, nyimbo ambayo tuliona wazi kabisa kwamba Ibra alitoa na ikawa ni hit, na Diamond alitumia kutokana na kwamba kwa kipindi kile ile bwana ilikuwa ni moment ambayo tayari Ibra na Harmonize walikuwa katika ugomvi mzito sana. Na Harmonize alimind kuona kwamba Diamond anatumia wimbo wa Ibra ni kama vile anamuongeza bichwa dogo, kipindi ambacho kijana alikuwa anafanya harakati za kutoka katika record label hiyo ya Konde Music Worldwide. So baada ya hayo yote bwana ni kwamba huku baadaye tunakumbuka kwamba haya mambo walienda mpaka Basata, na mwisho wa siku Ibra akaruhusiwa kuendelea na mishe zake za mziki kama kawaida, lakini tumeona amekuwa kimya kidogo, yani ile trending kidogo siku hizi hana, yani hakuwa ana trend tena baada ya ile sakata lile. Ni kwamba alikuja akatrend tena kuhusiana na yeye kuoa, baada ya kuoa tukaona kimya mpaka leo. Sasa kitu ambacho kimekuja kuhappen bwana ni kwamba Ibra leo ameingia tena kwenye headline, na sababu ya Ibra kuingia kwenye headline bwana ni kwamba ameposti picha ya Diamond Platnumz na akaweka ujumbe ambao kiukweli tunaweza kusema kwamba ni moja kati ya jumbe ambazo zimeshangaza watu wengi sana, na watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwamba kuna nini ambacho kinaendelea kupelekea mpaka Ibra kuweka ujumbe huo katika kurasa wake wa Instagram mara tu baada ya kuposti picha ya Diamond Platnumz. Bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram, Ibra ameweka picha mbili za Diamond Platnumz akiwa amevaa suti nyeupe na barakashe pamoja na fimbo akiwa kwenye gari, na nyingine anatembea. Hii gari yake nadhani ya Rolls Royce, alafu nyingine alikuwa Diamond anatembea. Ibra ameambatanisha picha hizo mbili pamoja na wimbo wake unayokwenda kwa jina la Unga Mwana. Alafu hapa chini sasa katika caption ndipo ambapo mjadala ulipokuja kuibuka, maana Ibra ameandika pale asante, akaka emoji ya kushukuru, akaka emoji ya simba, kisha akaandika kabisa na kumtagi Diamond Platnumz. Kwa kifupi bwana, hapa ni kwamba Ibra amemshukuru Diamond Platnumz directly kupitia ukurasa wake
wa Instagram. Sasa wadau bwana huko mtandaoni bwana wamekuwa wakijiuliza kwamba kitendo cha Ibra kuposti picha za Diamond Platnumz na kuandika ujumbe huo wa kumshukuru maana yake ni nini? Huyu hapa Mr. Mwanya amekuja amecheka, kaweka emoji nyingi hapa za kucheka kisha kaandika he. Juma Lokole ameandika kwamba bwana pokea simu kikao kinaendelea. Mr. Black OG amekuja hapa ameweka emoji nyingi sana za kucheka. Kuna peji nyingine hapa, kuna mtu mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana umelelewa na baba alafu shukurani unazipeleka kwa babu. Kuna mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwa bwana mambo gani haya chinga. Kuna mwingine amesema kwamba bwana unakula kwa baba alafu asante unampa babu au vipi? Kuna mdau mwingine hapa anaitwa Chui 6892 amekuja amecomment kwamba bwana kaka nyimbo haziendi unatafuta kiki au vipi? Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kwa mujibu wa wadau mbalimbali wamehisi kwamba huenda Ibra ameandika hivi makusudi tu kwa sababu hivi karibuni bwana kuna wimbo wake unaitwa Unga Mwana ambao ameutoa lakini haujapata buzz. Yani hauja trend, haujaenda, watu hawana time now. Sasa ili apate ile momentum ya nyimbo yake iweze kwenda moja kwa moja imepelekea Ibra kuamua kuposti hivyo. Kwa hiyo kuna watu wametafsiri kwamba hiyo posti ya Ibra kuandika asante baba ni kama vile anatafuta trending kupitia jina la Diamond Platnumz kutokana na kwamba ameachia project hivi karibuni lakini kama vile wadau hawana time nayo. Na kama unavyoelewa bwana kibongo bongo bwana business is all about kiki, hususan hizi showbiz za wasanii ili nyimbo zao au kazi zao ziweze kwenda lazima wasindikize na kiki. Kwa hiyo kitendo cha kumposti Diamond obviously kimempatia airtime Ibra, basi moja kwa moja hata nyimbo zake pia zinaweza zikapata airtime ya kwenda mjini. Kwa hiyo kuna watu wengi sana hapa bwana wamechukulia kwamba kitendo hiki ambacho amekifanya Ibra ni kama vile anatafuta kiki au stunt ili mradi tu ngoma yake iweze kwenda. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Hebu tuambie unahisi kwamba kwa nini Ibra amemposti Diamond Platnumz na kumwandikia asante. So weka maoni yako katika comment section lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.